ajili wa viongozi wa Simba waliofanya kwa hiyo kocha wametupiga na kitu kizito kichwani. Sasa inawezekana akaonyesha vizuri baadaye hapo. Kwa nini nyinyi mnasema kwamba amepigwa kitu kizito? Kwa sababu kama hujui au mwezo wake hamjui, baadaye anaweza akafanya vizuri yule kocha. Sasa hapo tunaingia kwenye mchezo wa bahati nasibu, mchezo wa kubeti. Kubeti kunapata na kuna kupotea. Sawa. Kwa hapa amebeti. Kwa hiyo hapa sasa kwamba wamebeti kwamba inawezekana ikawa ndio bahati yetu. Haya, kama ndio bahati yetu tunafukuza. Maana yake ni bahati tutakuwa kwa wenzetu. Sio inafukuzwa, tutaendelea kuwa wadhaifu. Maana mbona hata ufukuza afadhali. Tumfukuze kocha. Tutaendelea kuwa wadhaifu sisi. Klabu ya Simba, ndugu wa Tanzania na waandishi wa habari, niseme klabu ya Simba ni klabu sio ya janja janja. Klabu ya Simba ni miongoni mwa klabu ambayo inapaswa viongozi wao watulivu sana. Viongozi wao watulivu wa kila engo wanapofanya usajili wa wachezaji. Tumeona hata wachezaji tunawachukua wachezaji 10 kwa wakati mmoja, alafu wa bei jioni. Kwa sababu gani? Tunafanya usajili kwa sababu ya tu wachezaji wengi, alafu viwango vyao ni vidogo. Mwisho wa siku msimu unaisha, tunawafukuza tena wote, tunawasajili watu wengine. Hile ni mbinu ya kupiga pesa, kumpiga bosi. Na ndio maana hata Mo akaamika kwamba ametumia bilioni 67 yuko sahihi. Kwa Mo anaibiwa sasa. Lazima apigwe. Anaibiwa na nani sasa? Wanafanya utaratibu wa usajili, kutafuta wachezaji na makocha. Hao ndio wanaungana kumpiga utajiri Mo. Manake unamaanisha Mangungu sasa, kwa sababu yeye ndo mwenyekiti wa klabu ya Simba. Na Mangungu mimi mimi sijui kama Mangungu yeye ndo msajili. Mimi namfahamu Mangungu ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Nazungumza hivyo kwa kurejea kauli za Mangungu mwenyewe wakati kwa mkutano mkuu wa uchaguzi akisema kwamba atamleta mchezaji Cezari Manzoki. Manake kama angeongea kwa kauli hiyo, manake uwezo yeye anao kuleta mchezaji, ambapo mchezaji wa bahati mbaya hakuweza kuchezea klabu ya Simba. Mangungu hawezi kumleta mchezaji kwa sababu za msingi. Ili Mangungu aweze kuleta mchezaji lazima klabu iwe na pesa. Ukiondoa uwekezaji. Lakini sasa hivi Simba sisi hatuna pesa. Pesa nayo mwekezaji. Kwa nini nasema hivi? Simba hatuna maingizo mapya wanachama. Pesa tunaipatia hapa. Simba huyo Mangungu hajasema kutuambia kwamba Simba tumefanya mwaka uliopita wanachama wangapi wamelipia kadi. Hatujaambiwa. Sasa utasemaje kwamba yeye Mangungu anaweza kumchukua mchezaji? Wanaohusika na masuala ya usajili, yeye ni Mangungu, ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Yeye yupo kwa ajili ya kuisimamia klabu ili iendelee kuna maendeleo. Wanasimamia aswa kabisa ni wale ambao waliopewa madalali au akina dalali wale ndio wanayetafuta wachezaji, ndio wanatafuta kocha. Mangungu anapewa taarifa na kocha ni hapa huyo. Sasa yeye akikubali sasa. Kwa sababu tu anakubali, hiyo ndio changamoto inapoingia. Sasa alitumia kipengele kipi kwenye katiba yenu ya Simba kusema kwamba atamleta mchezaji Manzoki? Anasema kwa sababu ndio mwenyekiti wa klabu kwamba uwezo wanao maana. Tayari ashapewa taarifa kwamba kuna mchezaji, bwana ndio kocha anaingia. Na ndio maana akaambiwa huyu anaitwa fulani, CV zake ni hivi, yuko hivi. Na ndio maana akasema tunamleta kocha. Kwa hiyo hata kocha huyu Mashisha sasa Mangungu hajahusika kwenye kumleta, kapewa tu taarifa. Siwezi kusema hajahusika kwa sababu miongoni mwa viongozi wa Hope ni Mangungu. Siwezi kusema kwamba yeye hajahusika. Ila ninasema tu kwamba Mangungu sisi ndio baba yetu kwenye klabu ya Simba. Mangungu tukiwa sisi tunasema mtandaoni kwenye vyombo vya habari, Mangungu anatakiwa ajue kabisa kwamba yeye sawa na shimo la takataka. Kila taka tunamwagia hapo. Kwa hiyo sisi mashabiki, sisi wanachama, nani wa kumshambulia sisi? Wa kumwambia hatuna mtu mwingine. Tunamwambia mwenyekiti wetu. Mwenyekiti pamoja na hao wajumbe. Sasa wajumbe wako chini yake. Na ndio maana sisi tuna focus kumshambulia Mangungu kwamba mheshimiwa, wewe sisi ndio baba yetu. Mwenendo unaenda klabu yako sio. Unapaswa tusikilize, lakini pia uyafanyie kazi. Usiyadharau, usiyapuzie. Sisi ndio tunaumia. Kwa ndio maana hatuwezi kumfocus direct tajiri Mo kwa sababu sisi Mo hatuhusu. Mo anaweza kaondoka, Mangungu yupo na Mangungu akamchukua mchezaji mwingine.
Sasa nazungumza hayo kwa sababu kwamba kumekuwa na sintofahamu kwa malalamiko kwa baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba wakilalamikia Mangungu, hasa pale tu timu inapokuwa inafanya vibaya. Sasa kwa sasa hivi tunataka tujue kwamba je, yeye kama mwenyekiti wa klabu ya Simba amehusika moja kwa moja kuleta huyu kocha, ili akifanya vibaya lawama zenu zinapozielekeza huko itakuwa ni sahihi? Swali lako sio baya. Na wala sio kwamba umenikomoa. Kiuhalisia sisi nakuja kusema chochote kitakacho kinaendelea kwenye klabu ya Simba, Simba ikiwa inafanya vibaya tunamshutumu Mangungu moja kwa moja, yani direct kabisa, ndio mwenyekiti wetu. Simba ikifanya mazuri tunampongeza Mangungu direct kabisa. Sasa hapo ndo kwenye shida. Simba ikifanya vizuri mnamsifia tajiri. Sasa yoyote anamsifia tajiri inawezekana ana masa na nani na tajiri, ila mimi Mangungu akifanya mazuri yeye ndio nitakamface direct kwa Mangungu, hapa mwenyekiti wetu shikamo. Lakini akifanya vibaya nitakwambia hapana, Mangungu umekosea, kwa sababu sisi hatuna uwezo. Katiba yetu sisi katiba yetu haituruhusu kumshutumu tajiri. Sisi wanachama na mashabiki wote, sisi kwenye katiba yetu, ukisoma katiba yetu ya Simba, sisi tuna mpaka. Sisi mpaka wetu kwa management ile management ya wawekezaji, sisi haturuhusi kuigusa. Sisi tuna focus kwenye management ya klabu yenyewe. Sasa mtu akimshutumu model shauri yake, na sijui yeye ameona kigezo kipi, ila mimi nikisoma katiba yangu ya Simba inaniambia kwamba ninapaswa kumshutumu ni Mangungu akifanya vibaya. Akifanya vizuri nampongeza Mangungu na wajumbe wake, full stop. Kwa hiyo tajiri mimi siwezi kumgusa, mimi anihusu tajiri, ila Mangungu ninakula naye sahani moja. Yani alipo na mimi pia nipo, kwamba unafuata katiba inavyosema. Marhaba. Afu kana mwandishi wa habari ni mrefu sana, utakuwa na D2 wewe. Katiba inakuruhusu wewe umshutumu Mangungu kwa kama timu inafanya vibaya. Yes. Kwa sababu ndio mwenyekiti wa, yani Mangungu, tunaposema Mangungu ndio mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba kwa sasa. Umeelewa? Sasa inawezekana tajiri kuna namna yake, labda atoi pesa kwa wakati tajiri, labda pengine. Sasa hapo ndo Mangungu ndipo tutamshutumu babado Mangungu, sio tajiri tena. Mangungu anapasa yeye asimame atuambie. Jamani, kuna shida kwa mwekezaji wetu. Kuna moja mbili, Mangungu natakia sisi atuambie ili sisi tufanyaje, tukiwa hivyo tupaze sauti, tumwambie hapo cha msingi tubadilishe mwekezaji. Ila yake kaa kimya, watategemea nini? Mtu anakosea na kaa kimya. Kama mwekezaji anakosea na kaa kimya, maana yake nini? Ameridhia makosa maana yafanya. Maana yake kuna kitu hao wanafanyaje? Wanashirikiana. Kwa hiyo sisi tunaumia, wao kula pamoja. Okay, sawa.